sallallahu alayhi wasallam. Tumesema tuliyosema jana na tukaanza kusoma kwamba kazaliwa mtaa gani pale Makka. Lakini leo tukiendelea kusema kwamba kilichotokea kabla ya kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, napenda tujue kuwa Mtume hakuja wala hakuzaliwa ila baada ya kuwa mawasiliano ya mbinguni na ardhini yalikatika. Sasa mimi nazungumza lugha ya napenda nizungumze Kiswahili fasaha. Naposema mawasiliano ya mbinguni na ardhini yalikatika, maana yake ni kwamba wanadamu walipoteza imani ya kuamini kwamba Mungu yupo naye ndiye anastahili kuabudiwa pasina kuwa na mshirika. Watu waliabudia masanamu, wakawa hawana habari ya mbinguni. Huko ndio kukatika mawasiliano baina ya ardhi na mbingu. Ilikuwa watu wanachojua wao na masanamu. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba mawasiliano baina ya ardhi na mbingu yamekatika, na yakikatika mawasiliano kama hivyo, hakuna anayeweza kuyaunganisha tena ila mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal, kwa kumweka mtu ambaye atakuwa ndio kilinganishi au kiunganishi baina ya mbingu na ardhi. Ikabidi amteue mtu maalumu kutoka katika kabila maalumu na wazazi maalumu, naye si mwingine illa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ila akhir nasabihi. Nimesema kwamba lazima awe mtu maalum, na Mungu kamweka mtu maalum aliyezaliwa katika nasab, kupitia nasab maalum, nasabu iliyo tahara, iliyo safi. Toka huko mwanzo mpaka anazaliwa na baba yake mzee Abdullah, hakuna hapa katikati mtu aliyezini. Hakuna katikati mtu aliyezini akamzaa mwenziwe kwa zina.
ni mtoto wa ndoa wala sio mtoto wa sifaa. Toka kwa Adnan mpaka kwa Abdullah, mnyororo huu hauna mtoto wa zina, hauna mtoto wa zina, si kikeni wala si kiumeni. Ndio maana jana nilisema huyu Mtume Muhammad si mtu wa kawaida. Nasabu za watu wengine ukizifuatilia unaweza ukakuta visiki na miba. Mungu atustiri. Visiki na miba na vinyesi. Nasalu Allah salam. Sasa tunaposema huyu si mtu wa kawaida, pia tunamaanisha hilo. Kuzaliwa kwake ndio ilikuwa muungano baina ya mbingu na ardhi, na ulithibitishwa moja kwa moja muungano huo baada ya yeye mwenyewe katika usiku Lailatul Isra wal Mi'raj akasafiri kwenda huko, akasafirishwa kwenda huko ili kuhakikisha muunganiko huu baina ya mbingu na ardhi unaimarika zaidi. Safari ya ajabu, safari ambayo akili za kawaida zilikuwa hazikukubali. Waliopo walishangaa sana, wakamwambia anadribu akbada al-ibli shahran wa tadda'i annaka ataitaha layla, sisi tunapiga mbavu za ngamia mwezi mzima kwenda huko, mwezi kwenda mwezi kurudi, halafu wewe unadai umekwenda usiku mmoja tu. Lakini madai yale yalikuja kujibiwa na mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal pale aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Ametakasika yule ambaye amempeleka mja wake. Wale walikuwa wanamlalamikia kwamba unadai kwamba umekwenda, jawabu limekuja kutoka kwa mwenyewe, anasema sio madai yake huyo, mimi ndio nimempeleka. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Isitoshe akawaletea sura ambayo inaendana na akili zao za kiushairi, inaendana na akili zao za kiushairi, wakati haya sio mashairi. Pale Rabbul Izzati wal Jalali aliposema wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna faawha ila 'abdihi ma awha. Kule subhana alladhi asra bi'abdihi, jina lile lile, na huku ndio faawha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara. Yani mnajadiliana naye wakati jambo lenyewe mwenzenu analiona moja kwa moja, analiona. Mungu anathibitia hilo jambo lilivyo, mwenyewe analiona. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado wa kawaida huyo. Afatumarunahu ala ma yara walaqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha albasar wama tagha laqad raa min ayati rabbih alkubra. Kama kuna makubwa Bwana Mtume Muhammad ameyaona. Laqad raa min ayati rabbih alkubra. Sijui mimi mnanielewa au niko peke yangu? Oga wangu nisiwe najipinda hapa alafu niko peke yangu. Sasa wanaojaribu, wanaothubutu kusema mtume huyu binadamu tu kama sisi na nini na nini, makufari hao walidai kwamba mtume gani huyu anakula mali hadha rasul yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mtume gani huyu anakula chakula na anatembea sokoni, anakwenda au mtu afu unadai? Maana wao walikuwa wanaona kwamba lazima mtu awe si wa kawaida. Huyu ndiyo si wa kawaida, na miongoni mwa kuwa si wa kawaida anakula chakula, lakini tabia yake kama malaika. Malaika wanakwenda mbinguni na yeye kaenda mbinguni. Anakula chakula lakini tabia yake kama malaika. Anaona bila ya kugeuza shingo, anaona nyuma, lakini yanalala macho yake, moyo wake haulali. Kama itatokea kitenguzi cha udhu, atajua sasa udhu wangu umetenguka, na ili hali amelala. Mimi na nyinyi inawezekana hiyo? Ndio maana sisi tumeambiwa kwa mujarradi wa kulala ukiamka ukachukue udhu. Unaona? Ukachukue udhu. Na hata hivyo uoshe mikono yako hiyo. Hujui mkono wako uliangukia wapi. Hujui mkono wako uliangukia wapi. Idha huyu kuthubutu kusema kwamba Muhammad ni mtu wa kawaida, huko ni kumtukana Mungu na kumtukana mtume na kutukana Uislamu kinyemera, na ili hali wewe unadai kuwa ni Muislamu. Lakini tuje kwenye kitabu. Kwenye kitabu anasema waqad ruya, hakika pamepokewa, anna irhasatin bilbi'tha waqa'at 'inda almilad. Taarifa za mwanzo za kupewa utume zimetokea siku ya kuzaliwa, kwamba huyu atakuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Irhasat
yale mambo ya mwanzo mwanzo, yale alama, taarifa za mwanzo, siku ile aliyozaliwa, kwamba ijulikane kwamba aliyezaliwa ni mtume, si mtu wa kawaida. Waqad ruya anna irhasatin bilbi'tha waqa'at 'inda almilad. Katika hizo alama za uwepo wa mtume sasa, fasaqatat 14 shurfa min iwani Kisra, zikaanguka balkoni 14 zimeporomoka katika lile palace la Kisra, jumba la kifalme limeporomoka ghafla. Jumba la kifalme halijengi kiwasiwasi wala hakuna ufaufa, lakini siku aliyozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam limeporomoka. Hiyo ni alama miongoni mwa alama hizo. Kwa hiyo, kwa nini yasiporomoke majumba nchi nyingine na wapi na wapi na wapi? Kwa nini yasiporomoke? Ikaporomoka kule Iran kwa Kisra, kwa sababu kule kulikuwa na ushirikina wa kuabudia moto. Kulikuwa na ushirikina, wanaabudia moto. Taarifa kwanza zifike kule. Sasa ardhi na mbingu imeungana, inataka aabudiwe Mungu mmoja, wahdahu la sharika la. Wa khamadatin niranu, na ikazimika ile mioto, allati yaabuduha almajusu, mioto ambayo walikuwa wanaabudia wale majus. Majus ni wale watu wa Irani zamani waliokuwa dini yao dini ya kimajusi, wanaabudia moto. Nimesema mwanzo kwamba mawasiliano baina ya mbingu na ardhi yalikatika. Huyu anaabudia mawe, masanamu, huyu anaabudia moto, kuna wengine wanaabudia jua, kuna wengine wanaabudia, na mambo mengine yamebakia mpaka sasa hivi. Kule Uhindini watu wanaabudia farji tupu naye inaabudiwa, wengine wanaabudia ng'ombe mpaka sasa hivi. Ukienda India kuna ibada huko la ajabu kweli. Miongoni mwa hizo watu wanaabudia nini? Utupu wa mwanamke nao unaabudiwa. Unaona? Sasa ikiwa unaabudiwa utupu wa mtu, bado kuna muungano umekatika. Lakini hivi sasa alhamdulillah, huko kwa India adhana inapigwa na wale waliopotea ndio hao wamepotea. Lakini ule moto tena kule Iran mpaka sasa hivi haupo, ulizimika. Irani sasa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na taarikhi imeonesha, wameandika kitabu chao cha kihistoria, kama sikuwa wameshinda basi angalau wametoka droni na Marekani na Israeli. Nani amepata kutoka drone? Trump alikuwa anataka kuchukua ile nchi, aondoshe, achukue utawala ule wote aupeleke anakotaka, kama alivyomchukua ile jamaa wa Venezuela. Lakini jamaa wamejiandaa kama ilivyosema Qur'ani. Qur'ani inasema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, jiandaeni kwa kadri mwezavyo. Kumbe inawezekana. Wairani wametuonesha kwamba inawezekana watu kujiandaa. Watu
badala ya kuchukua mazingatio kwamba inawezekana kujiandaa, wanaongea wangesema wale mashia wale makafiri wale, hebu chukua angalau ile zuri basi. Unajadili mashia waislamu au makafiri wale, unasema unajadili hivyo, wakati vita ya Trump dhidi ya Irani ni vita ya itikadi na mafuta, itikadi na ngawira ya mafuta. Wewe huko Muislamu unasema, unaanza kujadili kwamba wale Waislamu wasa nani. Hivyo kweli tuna elimu ya dini kweli sisi? Hebu someni surati Rum kwanza. Alif lam mim ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawmaidhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Sayyidina Abu Bakari na wenzake walifurahi wakufurahi. Ushindi wenyewe ulikuwa wa nani? Ulikuwa ushindi wa watu wanaoamini Mungu dhidi ya watu ambao mushirikina, lakini waliitwa mu'minun. Waliitwa muumini wenyewe ni Wakristo, yalikuwa hivyo, kwa sababu Wakristo pamoja na yote wanaamini uwepo wa nani? Wa Mungu. Na ushindi wao masahaba wa mtume walifurahi, na Qur'ani imesajili hilo. Sijui wenyewe mnanielewa, Allahu aalam. Hapa kuwa nanielewa na wasiwasi. Hata huyu aliye nani anasinzia, labda ndio anaweza kanielewa, sababu usingizi huu sio usingizi wenu. Usingizi huu, usingizi alikuwa analala mwenyewe Sheikh Abubakar Mbwana, na usingizi huu اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلا ووسع مدخلا واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. Mimi nasikitishwa sana na uelewa wetu wasomi wa dini ya Kiislamu hivi sasa. Alafu watu wote nyewe hao mnawaita mashehe. Mimi nakushangaeni. Hivi kuna mashehe? Wallahi mimi sio nafanya jeuri au kiburi, lakini mimi sioni kwamba kuna shehe huko, kwa sababu maneno yenyewe ndio hayo, na wanazungumza wanaitwa watu mashehe. Hivyo kwa nini shehe anaongea hivyo? Na mimi naita ni mashehe. Haya. وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس. Na upande ule wenye makanisa yakabomoka poromoka. Wakati huo nari wapi? Ufurs, Iran. Makanisa walikuwa kwa Warumi. Warumi wapi walikuwa wanaishi? Mnajua walikuwa wanaishi wako wapi hapa? Namjui. Warumi walikuwa Sham. Waislamu hamna habari, hamjui chochote kuhusu tarehe ya Uislamu wetu. Warumi sio Roma kule. Warumi walikuwa pale Sham. Kwa sababu wanhadamatil kanaisu haula buhairati Sawa. Pembezoni, makanisa yalikuwa pembezoni mwa ziwa la Sawa. Ziwa la Sawa liko pale Sham. Pale Sham kuna ziwa linaitwa Sawa. Au lile ziwa lilokuwa kule upande wa kule Iran. Baada an ghadat, baada ya mafuriko yaliyozuka, kazama kwenye maji. Warawa dhalika at-Tabari, amepokea hayo Imamu at-Tabari wal Baihaqi wa ghayruhuma, lakini walaysa lahu isnadun thabit. Hii haina isnadi iliyothibiti.
ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. هاي alipokwisha zaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipokwisha zaliwa yuko duniani sasa, kisha kuja anasema bwana, walamma waladathu ummuhu, mamake alipomzaa huyu bwana, arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, kapeleka habari kwa babu yake Abdul Muttalib. Kapeleka habari kwa nani? Kwa babu yake. Huyu mama aliyemzaa Mtume, baada ya kumzaa kapeleka taarifa wapi? Kwani asipeleke kwa baba yake? Nikuoneni Sheikh Salim, kwani asipeleke taarifa kwa baba yake? Kishafariki au umemsikia? Umemsikia? La, na mimi nilikuwa naona tu masikio yako yalikuwa makali, umemsikia? Si nimesema mimi kwamba huyu kusinzia kwake sio kwa kawaida. Arsalat walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu, akimpa taarifa za furaha, ndo bishara. Bishara ni kumpelekea mtu taarifa ya furaha. Bihafidihi, bwana umepata mjukuu. Fajaa mustabshiran, akaja ili hali amefurahi. Abdul Muttalib amefurahi. Fajaa mustabshiran, amekuja ili hali akiwa amefurahi. Wadakhala bihi alkaaba, akakibeba kile kijukuu chake akaingia naye kwenye alkaaba. Makuraishi licha ya kuwa walikuwa wanaabudia masanamu na hivi, lakini alkaaba pia wakiitukuza. Licha ya kuwa wamelundika masanamu 360 mle, lakini ile alkaaba dhati yake walikuwa wanaitukuza. Wadaa Allah, akamuomba nani? Mwenyezi Mungu. Wa shakara lahu, na akamshukuru. Wakhtara lahu isma Muhammadin, akamchagulia jina la Muhammad, jina ambalo Waarabu hakuna katika Waarabu mwenye jina la Muhammad. Wewe ukisoma majina ya Waarabu zamani ukuti Muhammad, si jina lililozagaa. Naona kama hivi sasa hivi watu wanaotizama picha ya Osman Bey la Kituruki, majumbani huko majina yamebadilika. Yale majina ya kawaida yote yanaanza kupotea, majina sasa ni ya Waturuki. Ili watu wanakusudia nini? Mtoto wake ajulikane jina lake peka yake. Ndio mtindo wa sasa hivi Na sasa hivi mtu akikuita bwana, mpe jina mwanangu, nichagulie jina shehe, tunaitwa sana nichagulie jina, lakini ibtani hapa isiwe mtoto yote jina liwe na mwanangu peke yake. Ndio mtindo wa sasa hivi, unaona. Na dua tunasoma, senti tunapata, hatuondoki hivi. Alafu unaulizwa shehe, maana yake nini hilo jina? Unataja maana ile. Wakati uchagua jina, chagua jina lenye maana, ili kwa sababu utaulizwa baadaye.
maana yake nini? Unatalima ndio hiyo basi. Watu siku hizi alhamdulillah. Yule mzee anasema wa hadha al-ismu lam yakun ma'rufan fi al-arab, jina la Muhammad halikuwa linajulikana kwa Waarabu, ilikuwa hakuna Muhammad. Mzee baada ya kuingia naye Kaaba akampa jina kwamba Mungu akampa jina. Ilipofika siku ya 7 wa khatanahu yawma sabi'ihi, akamkhitani mwenyewe siku ya 7 mwenyewe yule mzee. Lakini alikuwa mzee ngariba, kucha nalo, akamkhitani kama kana al-arabu yaf'alun, kama Arabu walivyokuwa wanafanya hivyo. Mtoto wao wanamkhitani siku ya 7. Haya, mtoto kaja duniani, anayo mambo ya ubinadamu, anataka kunyonya. Mtoto akija duniani, kitu cha kwanza kabisa anataka kunyonya. Hata ukimshika hivi anatafuta ziwa hapa, kama aliandikiwa kaambiwa bwana yeye ziwa anakuwa hapa. Naona na kumwekesha ile chuchu na kuda au sio? Ndio sote hapa yametupitia haya. Hata huyu hata huyu Shirazi hivyo hivyo. Wa awwalu man arda'athu min almaradhi'i, wa kwanza katika waliomnyonyesha katika wanyonyeshaji. Wanyonyeshaji sio mama yake. Mama yake alimnyonyesha wiki nzima. Mama yake haihitaji kuambiwa, ni jambo la kawaida tu siku zote. Wakina mama wakipata watoto anamnyonyesha, sababu maziwa ya mwanzo yale kwa mtoto ni very 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 important. Waarabu wao siku za mwanzo zile 7 lazima mtoto anyonye maziwa ya mama yake. Unaona? Halafu sasa wanakuja watu wengine wanyonyeshaji, shughuli yao wao kunyonyesha kwa chochote. Shughuli yao kunyonyesha kwa chochote. Si kama hivi sasa hivi watu sasa hivi miongoni mwa shughuli zao kuchonga kucha za wanawake, au sio? Sio shughuli nyingine hapa, maisha, au sio? Wengine maisha kuna mashine ya kukunia nazi. Nazi siku hizi zinakuna na wanaume babane. Wakati zamani ilikuwa nazi kukuna hapa Kariakoo na mwimbo unausikia na unajua hiyo nazi inakunwa na nani. Kweli si kweli? Wewe ulikuwepo, umewahi. Lakini sasa siku hizi umeme, mashine, bakiambazani dunia imekwisha kweli kweli. Yaani afadhali mtu urudi Kondoa ukakaya kuliko ukaa Dar es Salaam hiyo. Hakuna Dar es Salaam hivi sasa. Nyumbani Kondoa. Kwa yule bwana yule nani mzungu. Wa awwalu man arda'athu min almaradhi'i wa dhalika ba'da ummihi sallallahu alayhi wa sallama biusbu'in, hiyo baada ya wiki nzima kumnyonyesha mama yake. Bibi mmoja ajulikanaye kwa jina la Thuwaibatul Aslamiyya. Thuwaiba, bibi huyu ndiye mtu wa kwanza, mama wa kwanza kumnyonyesha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya nani? Ya mamake mzazi kwa wiki.
na huyu Thuwaiba alikuwa mjakazi aliyeachwa huru na mzee bwana mmoja anaitwa Abu Lahab. Huyu alikuwa anamilikiwa na Abu Lahab, na huyu ndiye aliyetumwa kwenda kumwambia kwamba bwana, wewe mdogo wako kapata mtoto. Akafurahi. Alipofurahi na yule alimpa taarifa, na wewe kuanzia sasa uko huru, si mtwana tena. Ndio maana akaitwa Maulatu Abi Lahabin. Mama huyu maziwa kayapata wapi mpaka anamnyonyesha Mtume? Bilabani ibn laha yuqalu laha Masruh. Huyu mama alikuwa na mtoto anaitwa Masruh, ananyonya. Unaona, maziwa ya kutosha na anayo nafasi ya kunyonyesha mtoto mwingine. Akamnyonyesha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamnyonyesha nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kanat qad arda'at qablahu, na kabla ya Mtume huyu Thuwaiba alimnyonyesha Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib, Mtume ni baba yake mdogo. Baba yake Mtume anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib, na Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza pia amewahi kunyonya kwa nani? Thuwaiba. Kwa hiyo Mtume huyu ni ammi yake Abdullah ibn Abdul Muttalib na Hamza na Abdul Muttalib, sio? Mtume huyu ni nani? Ammi yake aliyenyonya ziwa moja. Na ndio maana hakuna kifo kilichomhuzunisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko kifo cha Hamza. Na yule aliyemuua Hamza jina lake Wahshi, hata baadaye aliposlimu, kaslimu katika uhai wa bwana Mtume, lakini alipokuja mbele ya bwana Mtume ili hali ameslimu, akamwambia nakubaliana kwamba umeslimu, lakini naomba sitaki kuona uso wako, tazamia huko. Sababu alimuulia nani? Ammi yake Hamza, ambaye kazikwa pale Uhud. Ndipo alipouawa pale, kazikwa na Wahshi. Alipasua tumbo la Hamza, akatoa ini, akatafuna. Mtume anayaona haya, itakosa kumuuma? Kwa wewe je, ungaisherekea hiyo? Kwa hiyo sio mchezo. Lakini mwanamke mwingine baadaye aliyomnyonyesha alinyonyesha baada Hamza ibn Abi Talib, alimnyonyesha pia Aba Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzumi. Bwana mmoja, wote hao wamenyonyesha pamoja na wamenyonya pamoja na nani? Ziwa moja na nani? Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hayo ndiyo yaliyojiri pale Makka. Hayo ndiyo yaliyojiri pale Makka baada ya kuzaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ilikuwa ada ya Waarabu, hawataki kunyonyesha watoto wao mjini moja kwa moja.
kimnyonyesha mtoto wake kidogo, wanatafuta huko mbugani, huko badia, kwenda kuwanyonyeshea watoto wao. Na wanawake wa huko mbugani pia walikuwa miongoni mwa ujasiriamali wao ni kuja kutafuta watoto mjini na kuondoka nao kwenda kuwanyonyesha huko wanakoishi wao, alafu baadaye wanawarudisha. Hiyo ndio ilikuwa ada ya Waarabu wa mjini. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع. walikuwa ada yao Waarabu wa mjini wanatafuta wanyonyeshaji liauladihim, kwa ajili ya watoto wao. Kwa nini wanafanya hivyo? Ibtiadan lahum an amradhi alhawadhiri, kwa ajili ya kujiepusha na magonjwa ya mjini. Mjini hata mkipaona pazuri hivi, lakini kuna magonjwa tofauti na vijijini. Vijijini miti imetimia, kuna oksijeni nzuri na hivi na hivi, na ndio maana mjini ukinywa maji ya kisima unaumwa tumbo na unaharisha. Kijijini unakunywa maji ya kisima hayakufanyi chochote. Zamani ilikuwa hali ndio hiyo. Kwa nini? Maji ya kijijini ghair mulawatha, hayachafuliwi na hali ya hewa hii ya mjini. Kama mnapajua mjini na Dar es Salaam zamani, vyoo vyote ni vyoo vya Lindi. Kweli mle kwako mko na choo cha Lindi, unasikia bwana? Na mimi hapo Odoe hivyo hivyo, choo cha Lindi. Kila nyumba ina choo cha Lindi. Mpaka Uhindini ulikuwa vyoo ni vya Lindi, mpaka Uhindini. Na Uhindini wakati ule tofauti ya Uhindini na huku kwetu, huku nyumba za miti na zimekandikwa na matope. Naona mwenye kipato kakata mabati yale madebe masamba, anapasuka toa madebe, inakuwa ndio kiezekeo. Ilikuwa nyumba hiyo huku ni ya heshima, miaka ya 60 ile pale, huku nyumba ya heshima. Uhindini nyumba ya heshima ni ile iliyogongewa bati kutokea chini mpaka juu, full suit. Lakini full suit ni ya shamba, ambayo nyasi chini na nyasi juu, huku mabati. Wahindi walikuwa wanajivuna, wanakaa katika nyumba yenyewe nini, mabati chini mpaka juu. Tumezikuta hizi nyumba, hamkuzikuta nyinyi. Mwenyekiti wewe ndio hujaziona, mwenyekiti wa kufanya biashara kwa yako wale kutoka Iringa vile au Kilimanjaro, Chaga wabaya yani kama mwenyekiti. Mungu akuzidishie, akutilie baraka. Mwenyekiti ni muumini wa msikiti wa Manyema, natosha hiyo, lakini Mchaga pale ndio wao. Mchaga na Mpare si mtu mtani wake, Wachaga na Mpare si mtu mtani wake, na ndugu ndio nitaka kusema mimi hilo, huwa ndugu wale. Kwa hiyo Mchaga naye unaona baba. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر, kwa kujiepusha na maradhi ya mjini. Walitakwa ajsamuhum,
na imarike miili yao. Uimarishaji wa miili, watu walikuwa wanawapeleka watoto shamba, kijijini, naona sababu kule oksijeni iko vizuri, kila kitu kule kiko vizuri, naona maziwa ukinywa kule si udanganyifu, lakini maziwa mjini lazima yatiwe maji. Saidina Umar alipita katika nyumba anakagua siku zile, akamsikia mtu anaambia bwana atia maji katika maziwa ya kuuza. Kimwingine anasema haifai. Kwa hiyo maziwa mjini lazima yatiwe maji. Maziwa yakishatiwa maji tena yangali maziwa vile vile na nguvu ile shani, lakini maziwa ya kijijini fantastic. Kwa hiyo walitaqwa ajsamuhum watashtaddu a'sabuhum, na miili yao mishipa yao inakuwa na nguvu. Wayutqinu lisana al-arabi, pia faida nyingine wanakuwa na lugha nzuri ya Kiarabu kuliko mjini, kwa sababu mjini watu wanakuja wengi mchanganyiko. Hapa Dar es Salaam hivi sasa wengine tunazungumza Kichaga kwa sababu tumechanganyika na Wachaga, wengine tunazungumza Kihaya kwa sababu tumechanganyika na Wahaya, wengine wanazungumza Kihindi kwa sababu anafanya kazi kwa Wahindi. Kila mmoja mchanganyiko mpaka lugha ya Kiswahili imekuwa shaghala baghala. Lakini ukitaka lugha ya Kiswahili moja kwa moja, nenda sehemu ambayo watu wanazungumza Kiswahili moja kwa moja. Naona hivyo basi. Wayutqinu lisana al-arabi fi mahdihim faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-maradhi'a. Abdul Muttalib akatafuta wanyonyeshaji. Wastardha lahum ra'atun min bani Sa'd, akampata mnyonyeshaji mwanamke kutoka kwa Bani Sa'd. Bani Sa'd hao wanaishi jangwani huko, Ibn Bakri. Bibi huyo jina lake Halima binti Abi Dhuaib Abdullah ibn al-Harith, na mumewe jina lake Al-Harith ibn Abd al-Uzza al-Mukanna bi Abi Kabsha, ambaye anajulikana kapewa jina hilo linaitwa Abu Kabsha, yani baba kondoo. Abu Kabsha min nafsi al-qabila, mume na mume wanatokea kabila hili moja. Na mtume huko alipata ndugu zake alionyonya nao, alipata ndugu zake alionyonya nao. Wa ikhwatuhu hunaka min ar-ridha'a, na ndugu zake huko alionyonya nao kuna Abdullah ibn al-Harith mwanamume huyo, na kuna mwingine mwanamke wa Unaisa bint al-Harith. Abdullah ibn al-Harith na Unaisa ibn al-Harith hawa baba mmoja mama mmoja, kanyonya nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwingine anaitwa Hudhafa au Judhama binti al-Harith, Hudhafa au Judhama binti al-Harith, na huyo wa hiya Shaimau, na ndio yule Ash-Shaima. Laqabun ni jina, yani laqab jina alopewa, ghalaba ala ismiha, ili jina la kupewa likashinda lile jina lake la asli. Na huyu wakanat tahdhinu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akimlea Mtume sallallahu alayhi wasallam, mlezi wake. Huyu si mnyonyeshaji, mlezi huyu binti Yudhama au Hudhafa ambaye anaitwa Ash-Shaima. Huyu alikuwa mlezi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith,
ibn Abd al-Muttalib ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, pia mtoto ammi yake Mtume sallallahu ambaye anaitwa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Mtume kanyonya naye huyo. Wakadhalik wa kana ammuhu Hamza ibn Abd al-Muttalib, na ilikuwa ammi yake Mtume ambaye ni Hamza ibn Abd al-Muttalib mustardha'un fi bani Sa'd ibn Bakr, naye kanyonya huko kwa bani Sa'd ibn Abi Bakr. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، na akamnyonyesha mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faardhat ummuhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman, kamnyonyesha mama yake Hamza siku moja. Wa huwa inda ummihi Halima, na yule Abdullah Hamza alikuwa kwa mama yake Halima. Fakana Hamzatu, akawa huyu Hamza radhi'u Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wamenyonya pamoja na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam min jihataini, yani Mtume amenyonya na ammi yake Hamza pande mbili. Min jihati Thuwaiba, upande wa Thuwaiba wamenyonya wote, wa min jihati Saadia, na upande wa yule bibi yule Halimatu Saadia. Kilichoonekana huko, kuna mambo yameonekana ya ajabu kweli kweli. Waislamu wangalikuwa wanampenda mtume wao, huu msikiti ungelijaa kusikiliza habari za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wangalikuwa wana nguvu ya imani, hapa pasingekuwa na nafasi ya kukaa, kwa sababu ya hizi taarifa tunazozisoma za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii siku hizi mtu akwambia nini Muislamu, alafu wakitokea wazungu wamemtukana Mtume, anakwambia twende tukaandamane. Wewe mwenyewe Mtume wenyewe wala umjali, wala moyo ukupigi, tuarifu tukafanya maandamano. Ndio haya, twende hivyo hivyo, Mungu akipenda tutafika. Lakini imani zimekufa, imani zimekufa. Maki hapa wanaosikia wengine huko nje kwa kipaza sauti wanaona maneno tu, hii wanaona maneno tu. Afadhali mtaji mcheza mpira tunastua kidogo. Waraat Halimatu min barakatihi, na Halimatu Saadia ameona katika baraka zake sallallahu alaihi wasallam, ma qadat minhu alajab, mambo ambayo yamemfanza staajabu sana. Walinatrukuha tarwi dhalika mufassalan, tumwache huyu Bi Halima anayaelezea hayo kwa upambanuzi, tumwache mwenyewe. Kuna kitabu, kuna mwanachuoni wa tarikhi anaitwa Ibn Ishaq. Mwanachuoni huyu ni mtaalamu wa tarikhi ambayo wanazuoni baadaye wananukuu kutoka kwake, anaitwa Ibn Ishaq. Naomba muelewe nyinyi kama mnakusudia kusoma. Huyu Ibn Ishaq huyu ameishi zama za Imamu Malik ibn Anas pale Madina. Malik ibn Anas huyu ni mtaalamu wa historia, uhenga. Malik ibn Anas mtaalamu wa fiqh na hadith, muhaddith
na faqih. Simenelewa vizuri watu wakiwa katika zama moja, usishangae kutokea conflict baina yao. Watu wakiwa wako katika zama moja, yani mimi na bwana tuko zama moja hapa, naomba Mchaga huyu Mchaga hivi naye anaomba Mndegereko, Mndegereko hana maana yoyote, kwa sababu tuko zama moja. Sasa hivi mimi na yeye tuko watu wa kawaida, lakini kama huyu atakuwa na jambo katika nchi hii na mimi nina jambo katika nchi hii, natambulika hivyo, adhana tayari. Adhana siku zote haina ruhusa. Wewe muadhin ukiona muda wa swala umeshaingia, unainuka tu